Masikio yangu yanakamata mkimba vibaya. Mkimba vizuri hayakamati vizuri. Kwa hiyo mkimba vibaya tu na kamata. Kuna nyimbo nilisikia pia jana. Sijajua nani aliimba. Kwa Kiswahili sijajua kinamba ngapi. Hii inaimba bright beams our father's mass from his right house forevermore. But to us he gives a keeping of the light along the shore. Let light that be burning set a gleam across where some poor fainting struggling sick man you may rescue, you may save. Bwana mwema. Wewe rafiki, nikwambie umeeleza vizuri sasa. Wale mlio na hiyo nyimbo fungueni 362. Piga kambi milimani, askari wa Kristo, amka mwende vitani, usiku wakuja. Piga vita vya imani, nguvu May we stand up and down for a word of prayer.
wakati mchungaji anajiandaa kwenda kuomba, kama hufahamu mchungaji Mwakanyerenge, mimi namfahamu, ni kaka yangu. Tumesoma wote shule ya Ndembela Adventist Secondary School, kipindi hicho kiitwa. Ilikuwa ni shule kubwa sana Tanzania, miongoni mwa shule za Kiadventista, Palani, Kizu na nini. Ndembela kipindi hicho, hawa ndio walikuwa ni waimbaji, walimu wa kwaya wakuu. Kwaya ya Ndembela Tanzania ilikuwa inazunguka Tanzania nzima. Sasa huyu alikuwa ni miongoni mwa walimu wakuu na waimbishaji. The man is so talented in music. Kwenye mini summit nawapongeza sana viongozi. Tunaye Pastor Manindina. Hawa watu wanajua muziki. They are very talented. Kiniambia mimi niimbe, siwezi kuimba kama Mwakanyerenge. I can't. Na sitaweza. Labda Roho Mtakatifu sije anishukie namna gani. Sasa unatubariki sana, Mungu akubariki sana. Enzi za ujana wake aliimba huyo jamaa, ninamjua, nazungumza tu kwa ufupi. Akisema wimbo fulani unaimbwa hivi, anamaanisha. Hata ukienda kwenye note ndio hivyo hivyo. Sio hata sauti yake ndio hivyo. Alafu hana wasiwasi. Ukijua mtu ambaye analazimisha kalamu, utaona jasho linalomtoka hapo anapoimba. Lakini wewe unaona jasho yote linalomtoka. Anapiga tu softly vizuri kabisa. Na kwenye kinanda hapo huwezi kumpoteza. Pastor, unatubariki sana katika mkutano huu. Kwa swala hasa la muziki. Ila sasa workshop zetu ndio hivyo tena zimekuwa minimized. Tungebarikiwa sana kama tungekuwa na workshop ile. Angetubariki sana, lakini no way out. Pastor, Mungu akubariki. Sasa uombe tupatie madini mengine. Amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tufike macho tuombe. Mungu wetu Baba yetu wa mbinguni, tunakuja tena kwako kwa unyenyekevu, tukiomba uwepo wako katikati yetu tunapoanza somo hili katika jina la Yesu. Amen. Pastor Mwakanyerenge amesema pengine sistahili sana, lakini vile nimesema basi ameshasema. Sifahamu sana muziki, nafahamu kidogo, ila nimeimba muda mrefu. Na basi kwa sababu nimeimba muda mrefu, ninakuwa na uzoefu wa muda mrefu. Wala ambao nakumbuka wachache tulikuwa nao kwa workshop ya 2023 24. No, it was not 24, Pastor. Silikuwa 2023. Mwaka jana kweli? Elia ilikuwa lini? Kumbe mimi ndio nimezeka zaidi. Sasa tulikuwa na hiyo workshop tulibarikiwa pia na watu kadhaa. Nakumbuka sasa Mwakanyerenge pia nakumbuka mambo yako. Barikiwa sana. Lakini basi Mungu alikusudia tende kwa namna hii. Tukubali hivyo. Na kwa dakika hizi kuna mambo ambayo hata naona kwamba pengine sijawatendea vizuri kwa maana hii. Kwenye workshop tunakuwa na small groups. Na hivyo tunakuwa na muda mwingi wa kuinteract. Wakati mwingine hata nikiona hapa, sidhani kwamba ni kweli wakati wasemedishaji wanauliza swali nyongeza, siamini sana kwamba hamna. Naamini mko na hayo, lakini kwa sababu ya uwingi inakuwa wakati mwingine changamoto. Kwa hivyo hata kipindi hiki niseme tu kwamba basi tumie kipindi cha baadaye kama una ujasiri, kwa sababu sio mahubiri. Unaweza kunyosha tu mkono ukasema nina kitu cha kusema. Tunafurahi pia kupata kutoka kwa congregation kuliko tu
kupata kutoka huku. Haleluya! So ukiona tu hata nikiendelea, hata saa hizi nikiendelea, kuna mahali ambapo unataka useme kitu fulani, you just raise up your hand. Is it clear? Yes, just raise up your hand, alafu nitakwambia sema. Tusijibane mahali fulani kwamba hutakiwi kusema. Jana tulikuwa tumefikia mahali kwamba tunapaswa kuwa na mahusiano, lakini mahusiano yetu yanapaswa kuwa na malengo ya kwamba tumtukuze Mungu wa mbinguni. Haleluya! Na tutakuwa tukiendelea kutokea pale, na niwashukuru hawa viongozi wameleta vitu vingine vya kufanya summit yetu iendelee kupendeza, na mimi nimepata kofia iko hapo. Kuna watu wameniambia nipendeza, sina hakika kama wameniambia kweli ama. Unajua wakati mwingine mtu anaanza kukwambia tu ili akutie moyo, lakini maana mtu ni ya kwangu itakuwa nikiivaa. Na kwa nini sijaivaa? No, msiniletee. Kwa sababu gani? Sio kama nimesahau kama ni deliberately. I left it deliberately. Kwa nini? Kwa sababu saizi mimi nasikia joto. Saizi nasikia joto, lakini asubuhi kumbe nasaidia tena. Nadhani hata kesho nitaivaa, maana asubuhi kunakuwa na kabaridi, na leo pia nitakwenda kuangua hizi mvi zangu, kwa hiyo itakuwa hamna kitu. Kwa hiyo mmefanya vizuri, lakini kuna t-shirts pale na vitu fulani nimeviona hapo. Kwa hiyo tuendelee kujipata, ni kumbukumbu kwamba nilikuwa summit na mimi niko na kofia. Alafu nilikuwa nazilinda hizo kofia kama ni siku ya ninunue, zilikuwa zinapishana. Sasa kumbe leo tumekutanishwa. Mbarikiwe sana mnao daratibu mambo haya. Tulizungumza kuhusu nidhamu ya kihisia na kimwili, na tukasema kanisa linasisitiza usafi kabla ya ndoa. Niliwapa kisa hapo, na tukasoma Wakorintho nadhani wa kwanza 6:18, usafi wa mawazo, maneno na matendo ni msingi wa furaha ya kweli. Hapo ni kwenye kitabu cha Adventisto ukurasa wa 328. Adventisto sijui kinaitwaje kwa Kiswahili? Usawa. Ukitafuta tafsiri moja kwa moja unaweza kuikosa. Mimi hata sikujua kwamba ndio hiyo. Nilipoangalia huko ndani ni Adventist huko. Kwa hiyo wale wenzetu nao wana mambo yao, kwa nini waliweka hivyo? Lakini jambo lingine hapa ni kutoingia mahusiano kwa siri. Kutoingia mahusiano kwa namna gani? Kwa siri. Mahusiano ya gizani huzaa dhambi. Hebu tusome kitabu cha Luka, Injili ya Luka. Ile fungu mtu akilipata alisome Injili ya Luka. Injili ya Luka nane 17 Luka. Ndiyo. Kwa maana hakuna neno lililosikika ambalo halitafunuliwa. Kwa maana hakuna neno lililosikika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Asante. Mahusiano ya gizani huzaa dhambi. Ukiona hivyo, jana nimesema dating.
Sijajua neno zuri la Kiswahili nini hapo. Hiyo dating wameitafsirije hapo kwenye, si unaweza hata kugugo tu hapo au kuingia kwa dating kwa Kiswahili chake ni nini? Sijajua lugha nzuri. Mahusiano yoyote ya siri, jua kwa hakika kwamba mwisho wake ni dhambi. Kwa nini gizani? Sasa Biblia inasema kila neno la siri litakuwa tu bayana mwisho wake, na utaficha ndio kwamba wewe uko vile na uko vile, lakini iko siku moja yatakuwa wazi, ndipo itakapojulikana kwamba ulikuwa hivi. Mnafahamu wakati mwingine ninyi mabinti mlio au ninyi au ni wale waliobaki kule, nadhani sio ninyi, lakini wanatumia njia za kuzuia mimba. Eti ni ninyi au ndio waliobaki kule? Nauliza, ni ninyi au ndio waliobaki kule? Waliobaki. Kwa siku nikienda nitaambia ninyi mliobaki eti ndio. Kwa taarifa yenu sikilizeni. Unaweza ukatumia njia hizo, na pengine ukitumia iko siku moja hata hizo njia zinakataa. Kwa hivyo kuna mtoto atakuja amegoma, hata hivyo ni uwaji. Kwa yako mambo leo yanaonekana ni kwa faida, ni mjanja, ni vile, lakini iko siku moja atakuwa wazi. Na hivyo ndio maana tunakazia kusema kwamba mahusiano ya gizani mwisho wake ni dhambi. Mama wetu katika kitabu cha Messages to Young People ukurasa wa 459, kila kitu anasema mahusiano yanayojengwa kwa siri hayawezi kupokea baraka ya Mungu. Mahusiano yanayojengwa kwa siri hayawezi kupokea baraka ya Mungu. Kuweka Mungu kwanza, mahusiano yasiyoanza na Mungu hayawezi kudumu. Sina na ninyi mashahidi, kwani mnaofanya dating mnaanza na maombi? Nauliza, bado hamjanielewa? Yaani dating inaanza hapo kupiga Mungu tu. So jambo lolote ambalo halianzi na maombi, mwenyekiti wake ni shetani. Hata mchezo wote, mchezo ya mpira, mchezo nini, kama unakumbuka halianzi na maombi, mwenyekiti wake ni nani? Ni shetani. Nilikuwa mchezaji wa mpira, nilikuwa nacheza. Sasa Mwanamke anajua, nilipokuwa sekondari sikucheza sana, lakini nilipokuwa chuoni nilicheza sana. Nilienda, si zamani mnakumbuka tulikuwa hatuna hizo unaita Premier League. Tulikuwa daraja la kwanza, la pili na la tatu. Kuna ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa. Nilicheza ngazi ya wilaya
nikatoka nikaenda ngazi ya mkoa nikapita, lakini nikaenda pia ngazi ya taifa daraja la 3. Si nilienda basi. Nilikuwa mchezaji mzuri wings, ukinipa huku kushoto kulia wings, nilikuwa nakimbia vizuri, na hata hivi sioni nimezeka, lakini hata kukimbia. Siku moja tulikuwa ilikuwa inaitwaje pasta hizi, kuna jina fulani la mnahitaji ninyi wana vyuo kwenye michezo, mnahitaji mnapokutanishwa vyuo sio sasa sikumbuki majina hayo, lakini tulikuwa hapa kuna sekondari moja maarufu hapa kabla ya Iringa, iko hapa nyuma hapa 40 kilometers from Iringa, before Iringa ni sasa Ifunda. Hapo zamani kidogo kulikuwa na chuo, sijajua bado kipo, kulikuwa na chuo watu wa idara ya maji walikuwa na majengo hapo, kwa hiyo wakafanya serikali ikafanya chuo. Kwa hiyo tukawa tumeweka kambi hapo na tumeenda tulikuwa tunaingia final na hii Mkwawa, anayesikia Mkwawa kabla haijawa part ya University of Dar es Salaam, kulikuwa na chuo ambacho kilikuwa kinachukua kina offer diploma. Kulikuwa na Mkwawa hapo na ile karibu na kanisa yetu ya Iringa inaitwaje? Wengi ni wageni kidogo Kileru. Walikuwa na kitoka form 4, mtu akitoka form 4 anakwenda mwaka wa kwanza na cover form 5 na form 6, mwaka wa pili ana diploma na kwenda kufundisha. Sasa tulikuwa tunaingia final na watu wa Mkwawa. Usiku mmoja tukiwa tumelala hapo mahali tulikuwa tunalala, saa 6:00 nimekuja kuamshwa kwamba amka. Nikasema naamke niende wapi usiku? Akasema uamke hujui kwamba unajua kando yetu walikuwa nalala hawa ambao tunaingia final nao kesho. Kwa naambiwa niamke. Nikasema wiki nzima tumekaa hapa na hawa, leo niamke kwenda hapa. Akasema hivi wewe uelewe, wewe ubishi wako uta hivi na hivi, amka sasa. Siamki. Mimi nikaendelea kulala. Ninyi mnaopenda mpira, najua kuna watu wanaacha kabisa, wanaacha ibada ya Sabato kwa sababu ya Simba na Yanga. Wale washariki tukutane leo. Kama ni hao wawili tu. Mimi sijataka ndio hapa, nataka kujua tu. Siamini kweli. Mimi sikuamka na tulikuwa wawili ambao hatukuamka. Walienda kulala siku wapi hata sijui. Lakini basi siku ilipofika tukaingia kwa ground. Ilikuwa ni ngumu sana. Ni kweli kwamba tangu nianze ile siku ilikuwa ni ngumu, na ndipo nilipokwenda kupigwa x-ray kwa mara ya kwanza tangu nilipozaliwa baada ya hiyo mechi. Of course tulishinda, lakini nikajifunza kitu fulani. Nataka kusema, nimesema swala lolote ambalo halianzi na maombi, mwenyekiti wake nani? Ndio nataka kufanya. Nimeona vituko vingi kwenye michezo hiyo. Nimeona ibada ya miungu kwa waganga wa kienyeji kwenye michezo hiyo. Nikajifunza kwamba kumbe
Nimependa daktari kila anapozungumza swala hili, ni mambo rahisi akiyasema, lakini mwishoni anaweka neno, anasema inahitaji kujikana. Naipenda sana hiyo daktari. Ninajua hata hili la kuachana na upenzi wa ushabiki mpira na hivi linahitaji kujikana. Usipojikana nafsi, ninajua haiwezekani. Wakati mwingine huwa nawahurumia sana. Mimi nilikuwa huko, nilikuwa mchezaji, sio tu mshabiki, nilikuwa mchezaji. Na mimi ukitaja timu moja siitaji, ikifungwa nilikuwa naumia kweli kweli. Namshukuru Mungu amenikomboa. Anaweza kukomboa hata wewe, lakini inahitaji kujikana nafsi. Lakini ndio kwenye mahusiano kwamba unapoona jambo lolote linafanyika gizani na huyu anayefanya dating hataki muwe wazi, hataki mwende kwa wazazi, ujue mwenyekiti wake ni nani? Ni shetani. Ni kweli yako mambo mengine ambayo sio rahisi kila jambo likaa wazi, lakini wewe utaona kabisa hapa kuna viashiria ambayo vitakuweka katika kona ambayo itakuharibu. Mhubiri 4 rafiki iliyotusomea, unaweza kufungua tena Mhubiri 4:12. Mhubiri 4:12 ukipata unaweza kutusaidia pia. Mhubiri 4:12 inasemaje? Nimependa hiyo. Kamba ya nyuzi 3 haikatiki. Sasa kama mko wawili, manake itakatika watatu ni nani? Narudia kusema mwenyekiti wake, kama mlianza kwa maombi, atakuwa ni nani? Hiyo ni kamba ya nyuzi ngapi? Haitakatika. Wengi ambao kamba zao ni nyuzi 2, yani yeye na huyo, wewe na yule, itakatika. Biblia haikukosea, itakatika. Na tunawasihi kwa neno la Bwana kwamba msiingie kwenye mambo ya dating mkiwa gizani, muwe wazi, kwa maana ya kwamba mambo yenu yawe wazi. Sikilizeni, enzi zetu ambazo ninyi hamwezi kuifanya. Daktari, nafikiri na wewe ulipita hii. Wenzenu tulipokuwa tukichumbia, unakwenda kwa shemasi, kama ni wa kanisa lingine, unamwambia nimekuja kutafuta mchumba. Kwa hiyo inatangazwa kwenye matangazo ya kanisa. Jamani, miongoni mwa wageni anasimama, anaitwa Sadiki Mwakanyerenge, anatoka mahali fulani. Jamani, namuona hapa amekuja kutafuta mchumba, au ni mchumba wa fulani, yuko hapa. Kwa kanisa linakuwa na uangalizi, maana mchumba wa fulani yuko hapo. Kanisa limeshajulishwa, kama ni kijijini wameshajulishwa kwamba huyu ni mchumba wa nani. Sasa nini uchumba wenu wa kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye TikTok? Ni dunia imetupeleka huko, lakini bado huko pia unaweza kushare na watu. Ninataka kusema isiwe siri yako, isiwe gizani. Share na watu wa huko utakao kutana nao, watakwambia cha kufanya. Isiwe gizani, isiwe ya kwako. Kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Haleluya.
Siku moja nilimtembelea mchumba wangu. Daktari, si unajua nimeolewa pale mbele tu. Na tunaongea mahali jioni, barabarani tu alikuja mzee mmoja, si anajua ni mchumba wangu, mzee mmoja hapo kijijini, akamfokea huyo mchumba wangu na kutumia. Kwa nini? Amesimama na mimi mchumba wake, lakini jioni na ni barabarani. Na mimi sikusema kitu, maana najua ndio utaratibu. Sasa ninyi mnaenda mbali mpaka tena chumbani, sio barabarani tu, chumbani. Nimekumisi. Hajakumisi, silikwambia jana. Kuna kitu amekumisi, si wewe. Na wewe unajua kabisa kweli amenimisi. Hujamisiwa wewe, kuna kitu amekumisi. Yule mzee nilikasirika kwa sababu tulikuwa tunamaliza mazungumzo. Hata mazungumzo kwenye uchumba bwana anaishaka. Kwa hiyo asipokuwa mtu wa kuinteract hayaishi. Na basi alienda vile na hajamaliza. Kwa hiyo kesho nimalizie yale ambayo nilitaka kuyasema. Yasiwe mambo ya gizani. Wale wanaomweka Kristo katikati ya mahusiano yao watapata uongozi wa mbinguni. Katika kitabu cha Ministro Mwili kurasa wa 362 Mambo White ndivyo anavyosema. Lakini ndiye kidogo mahusiano na lengo la ndoa. Maana Yesu wa kwanza siku zote. Kanisa la SDA inafundisha kuwa uchumba ni maandalizi ya ndoa. Haleluya, haleluya, ni maandalizi ya. Kwa uchumba lazima tukuwepo tu, lakini si majaribio ya kihisia. Kwa sababu mtu amehisi, basi hiyo majaribio sivyo kanisa linalofundisha. Ni maandalizi kuelekea kwenye ndoa, lakini si majaribio ya kihisia. Na nakazia sana hii. Is somebody raising his or her hand? Au unajikuna? Are you following? Sio majaribio ya kihisia. Kwa sababu ndoa ni agano takatifu, si mchezo wa kihisia. Vile mtu unavyohisi kuwa na huyu sio ndoa. Kuna wakati wake, iko furaha kubwa unaposubiri na utapata kwa wakati wake. Haleluya. Na nasisitiza hili, wengine mtakumbuka wengi ambao hawakuwa waaminifu walipokuwa kwenye mambo yao ya ujana, ndoa zao zinaharibika, zinasumbua, ndio wanaokuja mara nyingi kwa wachungaji, kuna hii na lile. Ukiuliza habari zao, hawakuanza vizuri, walianza gizani. Hata ukisikia kuna usemi wao, sisi tulio kwenye ndoa tunasema ndoa ni mbingu. Na wewe umezoea ndoa zingine. Hivi kweli mbingu ndoa? Au ni jela? Yaani ziko ndoa za kutosha ambao ni jela. Unamwona kabisa mama
kwamba lazima kuwe na celebration. Haleluya. Ametusimulia kisa fulani Pastor Mamoneke, hapo ametaja mtu wa kabila fulani, sihitaji, hajaniambia kwamba niseme, lakini nimeibeba hiyo kwamba aliweka malengo kama anavyofundisha daktari. Aliweka malengo akasema, nikamilisha nikafikisha milioni 2 zinatosha kuanzia mradi fulani. Akafanya kazi huko akafikisha ile milioni 2, akaona akitumia tena ile milioni 2 kwa nauli kwenda huko kwao maana ni ndani atapunguza. So what he decided ni kutembea kwa mguu. Decision making. Akatembea kwa mguu, kumbe ni mbali, akatembea kwa miguu na hana chakula. Akafika mahali nguvu zimeisha na njaa imempiga, akafaint. Akaanguka hapo na akili haziko. Watu wa Mungu walipomwangalia wakahisi kwamba anahitaji msaada, lakini wakagundua, unajua wakati mwingine sio daktari tu yote anaweza kujua kama huyu anahitaji tu chakula. Lakini walipomsearch kwa mifuko yake wakagundua kuna milioni 2, wakashangaa. Hii kweli ni njaa au? Lakini wakachukua kiasi kidogo cha fedha wakaenda kwa restaurant wakalipa ili apate kinywaji na kitafunwa. Alipopata akili zikamrudia na nguvu zikamjia, wakasema chenji yako hii. Akaendelea na safari. Hivi huyu naye alikuwa na sawa? Lazima kuwa na celebration bwana. Haleluya. Ni kweli usiende beyond, nitakufundisha usiende beyond, lakini ifike mahali kwamba ni lazima sasa tufanye hiki, maana maisha ndio haya. Nilipokuwa share na watoto wangu, nilikuwa nawaambia kwamba ninyi tafuteni maisha yenu, kwa sababu haya ni maisha yetu sisi. Sisi tutajinyima tufanye hiki na kile, ninyi mwende shule, halafu sisi ndio maisha yetu haya. Kwa maisha hayo kuna siku ambayo tunasema tunatoka, tunakwenda kupumzika, na tunapumzika kweli. Ndio naweza pamoja na wazee huo, ndio tunapumzika. Celebrate mahali fulani. Sasa unapofanya yale, ndipo unapoona kwamba ndoa ni hiyo mbingu ndogo, lakini vinginevyo nakuwa jela. Nilikuwa nachunga Uyole miaka 4 iliyopita. Niliugua hiyo corona. Nakumbuka hivi nimetamka, kuna watu wanaanza kuniogopa. Sina na niambie, madaktari wameniambia kama kuna medical doctor hapa atathibitisha pia. Wameniambia sisi ambao tulipitia tukaugua hiyo COVID tuna kinga nyingi kuliko mimi. Kwa mimi niko safe ndani huu. Haleluya. Sasa nilipougua nilikuwa ninajua kabisa na kwenda huko, naenda huko ziko huko. Nilifanya kila nilichokiweza, lakini nikaona kabisa hapa inashindikana. So nikaanza kuambia kwamba mimi hapa nadhani nitaondoka duniani. Nikaanza kuambia, wakawa nasikitika. Nilifanya experiment moja tu, mimi si daktari,
mwili huu kwa kawaida, hii ngozi yangu mnayoiona hii, kwa kawaida sipaki mafuta, kwa sababu mafuta ninayo ya kutosha. Au nini mmenena? Kwa kawaida sipaki mafuta. Naweza kupaka mafuta kidogo kwa huku Njombe, lakini kwa kawaida sipaki mafuta. Sasa wakati sipaki mafuta nilikuwa zimezidiwa kiasi ambacho nilikuwa sifikia tu kuogeshwa. Nilikuwa nikitaka kuoga, namwambia mama niletee kile kigoda cha jikoni, mnafahamu. Kwa hiyo ninakaa huko kwa bathroom, alafu nikikaa ndio naweza kuoga polepole na hema sana. Lakini nikitoka kuoga, maana sipati mafuta, nishangaa siku moja nikijiangalia, sijajua ilikuwa siku hiyo moja au siku zote, niliona ngozi yangu hii mnayoiona imebadilika, imekuwa kama suruali. Hii si njia kwenda huko. Sasa hapa lazima tu sikwenda hospitali, na wali nisukuma sana kwamba niende hospitali. Kwa kweli sikwenda hospitali, nilikataa, na wengine wakadhani kama anavyotufundisha daktari hapa kwamba sina hela ya kuendea hospitali. Nilikuwa nazo, na wengine wakadiriki kuanza kutumia hela. Nakumbuka hela zilizoingia wakati ule zilikuwa 70,000 kwa simu yangu, lakini sikwenda. Kwa nini sikwenda? Kwa sababu, na siwaambii mimi mseme hospitali, kwa sababu mimi nilipofanya utafiti kipindi hicho, waliokwenda hospitali kipindi hicho, kwa tathmini yangu, zaidi ya 90% hawakurudi, walibaki, na kama walirudi wakiwa maiti. Sasa nikasema kuliko niende halafu nirudi maiti, silifie tu hapa. Hiyo la kwanza. La pili, wakati huo ukienda, wengi walikuwa nawekewa ile mitungi. Sasa mimi nikajifikiria tu kwa hali yangu kwamba imetokea nimewekewa mtungi, ni mimi mwaka jana nimewekewa mtungi. Halafu anakuja tena mwingine, labda ni mkuu wa mkoa, na analazwa, halafu mitungi yote iko hivyo. Unafikiri nani watachukua mtungi wa nani? Lazima nitathmini. Kwa hiyo nikafikiri kwamba hii mambo ya kusaidiwa kupumua kwa mashine, watakaponyang'anya hiyo mashine, maanake hapo ndio kuondoka. Lakini namshukuru Mungu, kumbe alinipa tena neema, niko hai mpaka leo. Haleluya! Mtu mmoja aliposikia nikiongea kwa simu kwa kusumbuka kabisa, nikihema, alimwambia mtu, akasema mwambie aje haraka kuchukua dawa. Nisimseme, lakini wengine wenyeji wako mbele wanakumbuka. Sasa mimi nilikuwa nakaa Isanga huko karibu na Igana, ni saa 2 usiku, kwenda Iwambi sio jambo rahisi. Nikihangaika kwamba naendaje, akajiongeza, akasema natuma bodaboda, akatuma bodaboda, ikaja, ndio nikamlipa. Nilipoanza kutumia ile dawa, within 45 to 50 minutes nikaanza kusikia nafuu. Haleluya! Nikapata uponyaji. Kwa nini nasimulia haya? Nasimulia kwa sababu ya ndoa, kwamba kama kuna wakati ambapo, na nimwambia mke wangu, kama kuna wakati ambapo niliona umuhimu wa kuwa na mke, ni wakati huo. Nitazungumza baadaye, muda umeshaisha, lakini nataka kusema, yanazungumza kwamba ile unayosikia ni mbingu ndogo, ni kweli
inaweza kuwa mbingu ndogo kwa namna ambavyo mnaishi, lakini inaweza kuwa jela kwa namna ambavyo mlianza maisha. Na natakia nini kila mtu aliyeko hapa anuie kwamba ndoa yake atakapofikia iwe mbingu ndogo. Haleluya! Isiwe jela. Watu wengi ndani, nimekuwa niki officiate hizo ndoa, nimeshangaa ndani ya miezi, ndani ya miaka michache watu wanatengana. Kwa nini? Kwa sababu sio mbingu ndogo. Mimi kipindi hicho nilijua kabisa umuhimu wa kuwa na mke. So ni kweli kuna umuhimu wa kuwa na mke, kuna umuhimu wa kuwa na mume. Haleluya! Lakini kwa utaratibu ambao Mungu anatuelekeza. Haleluya, haleluya. Sioni makimbilio, nikimbilie wapi? Sioni pa kupita, giza limeta